Na inshallah hapa tupo katika mji ambao kila mmoja ataufikia kwa wakati wake. Tumemleta mdogo wetu, kijana wetu, shekhe wetu, kiongozi wetu katika kituo chetu cha Al-Mardi. Amekutwa na msiba ambao hatuwezi kuuzungumzia, kwa sababu Jumapili tulikuwa naye katika vikao. Miongoni mzungumzaji aliyekuwa mkubwa siku hiyo ndiyo alikuwa yeye. Nadhani kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa fikra za kawaida kwamba Allah alimuhifadhi mpaka aje kutoa neno lake katika kituo chetu, katika kikao chetu ambacho tulikuwa tumekiandaa kwa muda mrefu kwa ajili ya kuangalia maendeleo, wapi tulipokwama na wapi tunatakiwa tusonge mbele. Alitoa kauli yake inatufikirisha sana, tunashindwa kupata majibu. Al-Ustadhi Sheikh Hassan Msungi ametoa kauli moja nzito sana, haswa pale kusema kabla ya kikao kwanza tusafi nia zetu. Angesema msafi nia zenu ingekuwa lugha nyingine, lakini tusafi nia zetu pamoja na yeye. Kwa naamini kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, mdogo wangu, kijana wetu amekwenda na nia yake ikiwa safi, maana ametoa alichokuwa nacho katika moyo wake. Amezungumza maneno makubwa, maneno mazito, tunaishi nayo na ndio tunataka tuishi nayo maneno hayo. Hata marehemu baba yake pia aliacha wasia mzito, na mtoto naye anaondoka anatuachia usia mzito sana. Kwa ndugu zangu katika imani, tunazungumza haya kwa masikitiko, tunashindwa kuongea zaidi kwa sababu limetugusa. Naam. Al-Mardi ni taasisi ambayo katika mji wa Morogoro tulianzisha sisi tukiwa na baba yake Sheikh Ali Msungi mwenyewe. Ndiyo tulikuwa tumeanzisha, akatukusanya sisi vijana wake ili tufanye kazi aliyotuachia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwaka 1997. Ndio kituo cha Al-Mardi tawi la Morogoro kinafunguliwa na viongozi wakubwa kutoka Dar es Salaam, akiwemo Alhaji Liko na ameshatangulia mbele ya Allah, pia akiwepo Hamim Boza na ameshatangulia mbele ya Allah, lakini pia akiwepo Habibu Othmani Mazinge. Kundi hili lilikuja Morogoro kutufungulia tawi hili mwaka 1997. Mwenyekiti wa taasisi hiyo alikuwa baba yake huyu marehemu tuliyomleta leo hapa, na ndio hapa pia baba yake alilala hapa miaka hiyo iliyopita kidogo, japokuwa si miaka mingi sana. Leo kijana wake na amemfuata. Kwa historia ya Al-Mardi, baba yake huyu kijana Hassan Msungi, yeye ndio mwanzilishi wa tukio hili, akiwa na shekhe mmoja, tuseme na mashekhe wa msikiti wa Uhuru, wote wakiwa pamoja, kina Sheikh Bago, tukapata radhi zao nao wakateua mtu miongoni mwa mtu, tukaungana naye, akaungana na mzee Msungi. Tukiwa na jambo tunakwenda pale kwa Sheikh Bago, tunakwenda naye pamoja. Kwa hiyo unapotaka historia kwa Morogoro, mwanzilishi ni baba yake Hassan Msungi, sisi ndo waanzilishi. Na hivyo baada ya muda wale walikuwa ni wadogo sana, lakini kadri alivyokuwa anakuwa, na miongoni maneno aliyasema siku ya kikao, anatuaumu sisi wazee wake. Sema wazee wangu kidogo siwaelewi vizuri, kwa sababu wakati nyinyi mnajifunza pale kwa baba, sisi kwa tunacheza mpira, tunawababua nyinyi na mpira. Nilipokuwa mkamshauri baba nipeleke Iringa nikasome, niliporudi mmenipa majambo ya kufanya, mmenipa sehemu ya kufanya, lakini kuna jambo kidogo nashindwa kutoboa katika hili kwa sababu kadha wa kadha wa kadha. Kwa hiyo tusafiane nia, kama alivyosema Sheikh Mtarika pale, tusafiane nia na maneno mengine ili tufike malengo katika jambo hili. Kinyume chake hatutoweza kufika malengo. Haya majukumu nilonipa, mengine nimeyafanya, mengine nimeshindwa kuyafanya kwa sababu hii na hii. Na pia nilipopata taarifa mimi kwamba huyu bwana amepata ajali, niliumia sana. Kwa sababu gani? Kuna kikao tulikiandaa, twende tukarejeshe mrejesho kwa shekhe wa mkoa Sheikh Twaha, alafu baada ya hapo kuna kikao tena tukae ili tukusanyike sote sasa kwa pamoja ili tutekeleze yale ambayo aliyotuhusia bwana mdogo. Pamoja ni mdogo wetu, lakini ametuhusia maneno makubwa sana. Kwa hiyo tutaishi naye maneno yake kwa idhini ya Allah.
hiyo ulipotaka kujua Al-Mahdi Morogoro ilianzaje, hivyo ndivyo ilivyokuwa imeanza. Hapa sasa ndio pale watu kila tunakofikiria majukumu aliyoyashika bwana mdogo, kila mtu akitaka kusema, ukimwangalia Shekhe Mtarika akifikia hapo analia, Shekhe Koba akifikia hapo analia. Bado tunatafakari nani atakayeshika nafasi ya Hassan Msungi, hatujamuona bado nani wa kushika nafasi. Toka amefariki baba yake bado hatukupata nani wa kushika nafasi ya wenyekiti pale. Miongoni mwa kitu tulikuwa tumejadiliana tukiwa pamoja na yeye, sasa tufanye uchaguzi, tulete fikra nani ashike nafasi ya marehemu baba yake. Sasa na leo yeye sasa ametuongezea kazi nyingine, Mwenyezi Mungu, yeye ndo ameondoka, tunafikiria tena sasa nani ashike nafasi ya Hassan Msungi.